Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako. Muungano Cup imetamatika katika viwanja vya na mchungaji wa Simba hapa ataeleza kwa kile ambacho amekiona na muendelezo wa Simba kwenye mashindano haya kuelekea kwa finali ambao bado haijajulikana, kila mtu anazungumza yake. Mchungaji, mchezo umeuona na kwa vile ambavyo timu yako imecheza, mambo mengi yalizungumzwa kabla ya mchezo, baada ya line up kuiona. Sasa bwana, mbona kama mnakula nyoya hivi, lakini bungi tumeiona. Kile ambacho umekiona mchungaji. Mechi ya leo ilikuwa ni mechi si nyepesi, mechi ni ngumu. Sasa hivi hakuna mechi nyepesi, hata hizo mechi zote ni ngumu. Lakini katika mechi hii ya leo tumecheza kwa tahadhari kubwa. Maana kumbuka huko mbele tunawezekana tukawa na dabi zingine mbili. Hii ikawa ya tatu. Kwa hiyo tulicheza kwa tahadhari kubwa. Ndio maana leo watu walikuwa wanacheza kwa kutumia akili zaidi, sio nguvu. Umeona hata Bajabiri leo kaingia, hakutaka kucheza mchezo wake kama cha siku zote. Amecheza kwa tahadhari kubwa. Ukiangalia hata Chama, Libase, wote walioingia kipindi cha pili wamecheza kwa tahadhari kubwa. Ni mechi ambayo hii ya leo inatupa taswira ya kwenda kuchukua ubingwa wa kombe la Muungano. Tarajio ya kuona Simba anapata magoli mengi zaidi kwenye mchezo huu kwa kile ambacho walikutana nacho, kwa maana timu ambayo walikuwa nayo ya mafunzo walitamani kuona Simba pengine itapata magoli mengi kwa kile ambacho walikiona. Shida nini? Sisi sio kama timu zingine. Sisi ni timu ya mpira. Timu ya mpira ikishapata goli moja, goli mbili na relax, wachezaji wana relax ili waweze kupata nguvu kwa mechi zingine zinazofuata. Lakini sio mechi ambayo unaweza kusema kwamba eti utumie nguvu kubwa. Magoli 6 ya nini? Au magoli 3 ya nini? Goli moja linatosha kabisa. Magoli 3 wale sio issue, magoli 6 sio issue. Sinachotakiwa ni kuvuka stage ili uzidi kusogea mbele. Kwa hiyo leo kilichotokea ni kwamba Simba kasogea stage ambayo nadhani mbele huko tunaanza kukutana na Mlandege. Kitu kama hicho tunaweza kukutana na Mlandege, Simba Sports Club. Kwa hiyo itatupa nafasi sisi kucheza na Mlandege na ndio kwenda finali. Kwa hiyo hii mechi ya leo ilikuwa na umuhimu mkubwa na ilihitaji kucheza kwa akili sana. Hizi mechi kucheza kwa nguvu sana, kutumia nguvu kubwa unaumia, wachezaji wanaumia, wanapata injury, ndio mechi kubwa ambazo za matokeo unashindwa kufanya vizuri. Kumbuka tuna dabi ya tarehe 3, tuna kombe la FA ambao inaelekea kwenye finali. Umeona? Hata hii inaelekea kwenye finali. Kwa hiyo dabi inaweza ikawa hata 3 au ikawa 2. Kwa hiyo ni kipindi ambacho cha kukutana na tahadhari kubwa sana. Kwanza tumeona baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa wanapata nafasi mwanzo, lakini wameonyesha nafasi ambayo wamepewa. Mwisho wa siku tumeona kina Chama amekuja kuingia, Selemani Mwalimu kwa ujumla wake. Pengine kuna namna ambavyo na malengo makubwa, ama kuna namna mwalimu anaona kuna matamanio ambayo anayatamani. Kwa kifupi nilikuwa kama mbegu. Wewe umeona beki. Unaweza kusema Doroko alikuwa anacheza leo. Kumbe ni mbegu yule alikuwa anacheza leo pale. Doroko alikuwa bench lakini hakuna hata pengo uliona. Maana yake Simba ina wachezaji mpaka wa ziada. Huyu mbegu kwa taarifa tu nilionayo kwamba ni mchezaji ambaye mashindano yake makubwa ndio haya ya kucheza. Lakini umeona kitu alichokupa, amekupa kitu kizuri, anaonekana na utulivu na anafanya vizuri. Na nikwambie, mimi naomba Yanga Jumamosi wasio wakatukimbia. Jumamosi wao, sasa sisi sio vipi, sisi tushaenda nusu. Na sio tushaenda nusu. Wasitukimbie mechi na Azam. Wakajivunja. Wakasijaitwa wanafunga goli 3 na Azam goli 2 hatutaki. Mechi ya Yanga na Azam tunaomba Yanga ashinde. Na wenyewe wanasema Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.